Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ilikuwa na mechi yake ya hatua ya 16 bora dhidi ya Morocco. Mechi hiyo ambayo ilikuwa inaamua nani anaenda kucheza hatua ya robo finali, mechi ambayo ilikuwa ni ngumu, mechi ya nivuta ni kuvute, kwa sababu kila mmoja aliona na nafasi ya kwenda kucheza robo finali, japokuwa Tanzania alipewa nafasi ndogo ya kwenda kucheza katika robo finali hizo za mashindano ya AFCON. Morocco kama mwenyeji alikuwa na advantage kubwa kutokana na wachezaji wake wana majina makubwa, wengine wacheza PSG, wengine wacheza Olympiacos na wengine wanacheza katika ligi nyingine kubwa duniani. Hivyo Morocco alikuwa ana advantage tu hata kwenye mtazamo wa kawaida, lakini mechi hiyo haikuwa rahisi kama watu walivyokuwa wanadhani. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwa pande zote mbili. Morocco mpaka mpira unavyoendelea aliona kabisa kumfunga Tanzania ni vigumu kweli, kwa sababu Tanzania walikuwa wameweka ukuta wa chuma, walikuwa wameweka ukuta ambao pale chini wenyewe wanasema ni ukuta wa kifo. Ukuta huo ukivuka ujue umekufa. Hivyo Tanzania waliweka ukuta ambao ulikuwa ni mgumu. Miguel Gamondi anajua kutengeneza timu yake, alitengeneza timu yake ikiwa ni compact kweli. Timu yake ilikuwa inafika matukio sahihi mengi walikuwa wanafanya, japokuwa Tanzania walitengeneza nafasi za wazi. Nafasi moja wapo ni ya Simon Msuva ambaye alikosa kupiga kichwa, na nafasi nyingine ni ya Faisal Salum. Nafasi hizo zilikuwa zinawezesha Tanzania kwenda robo finali, lakini Mungu si Asumani. Kama hujapangiwa na riziki yako haijafika, hata ufanyaje utapambana, lakini ikifika itakuwa ni wepesi tu. Lakini Morocco walikuja kupata goli ambalo goli lao watu wengi waliona kama ni goli la aina, goli ambalo lilikuwa ni kama haiwezekani kuona pale goli linaweza kufungwa, lakini walipata goli kupitia Ibrahim Diaz, mshambuliaji huyu wa Real Madrid ya pale Hispania. Alisababishia Morocco kupata goli la uongozi, na goli hilo ndio lilodumu mpaka dakika 90 za mchezo huo kuisha. Mchezo umeisha Tanzania 0, Morocco goli 1, lakini kuna matukio mengi ambayo yametokea ndani ya mchezo huo, ikiwemo Tanzania kunyimwa penalty dakika za jioni kabisa. Unajua penalty ile ingepatikana au referee angeweka penalty, Tanzania angefunga goli, alikuwa anasawazisha. Hivyo referee akameza filimbi, refa akafanya mambo yake ambayo ameagizwa. Kama unajua bwana, hizo mechi zinakuwa ni mechi za maagizo. Kama unavyojua Yanga akati anacheza na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, alifunga goli, lakini lile goli likakataliwa. Hata refa kwenye VAR aligoma kwenda, alikataa kwenda katu. Refa huyo pia alichezesha fainali ya pili Simba dhidi ya Berkane, aliwabeba sana Berkane, na Berkane walikuwa puginini Tanzania. Kwa inaonekana marefa wengi wanapewa maagizo wakija kucheza na timu kutoka Tanzania wawe wanazibania. Hata timu ya taifa Tanzania hii leo imenyimwa penalti yake ya wazi kabisa. Idi Nado Suleimani alisukumwa ndani ya boksi au penalty area, alisukumwa Idi Nado, lakini referee hakutaka kwenda hata katika VAR. Huyu ni refa kutoka Mali. Huyu refa bwana alivyopewa hii mechi watu walikuwa na wasiwasi naye kutokana na refa ambaye anakuwa ana pressure kweli. Mechi nyingi huaga zinamshinda, lakini mechi hii ya leo ameivurunda kabisa. Kama unavyojua kuna matukio ambayo yakitokea wachezaji wa Tanzania wakicheza faulu, refa anakuwa mkali sana. Hata anavyotita wachezaji wa Tanzania ni tofauti kabisa na faulu akicheza mchezaji wa Morocco. Akicheza mchezaji wa Morocco anaongea naye kistaarabu, lakini kucheza wa Tanzania anakuja juu, anapaniki, anafoka kabisa, kwa sababu anaona Tanzania sisi hatuna haki au wachezaji wa Tanzania hawana haki. Hivyo anaona kwamba wachezaji wa Morocco ndio wana haki, kwa sababu wao wanacheza katika mataifa makubwa, wao wanacheza ligi kubwa duniani. Sisi wa Tanzania ligi zetu ambazo wanacheza ni ligi ndogo. Hivyo alikuwa anawanyonya. Hata katika maamuzi wa Tanzania kufanya faulu ndogo anatoa kadi, lakini wa Morocco wanafanya faulu kubwa lakini kadi hatoi. Hiyo imepelekea mijadala imekuwa mingi sana, kwa sababu wengine wanasema kwamba huyu refa pengine alishapewa hela, huyu refa alishapewa hongo mapema. Kama unavyojua bwana, Morocco ni mwenyeji wa mashindano, hivyo mwenyeji akitolewa mapema mashindano yataisha mvuto, na ndio maana Tanzania ametolewa kwa njia za janja. Referee hakutaka hata kwenda kwenye VAR, japokuwa shinikizo lilikuwa ni kubwa kwa kiasi chake. Walijitahidi sana Tanzania kushinikiza, lakini referee aliwanyima haki yao ya msingi.
wengi na kugoma kwenda kwenye chumba cha VAR, au mawasiliano kutoka katika chumba za VAR yalikuwa ni hafifu, hivyo yakamfanya refa yule kushindwa kutoa maamuzi ambayo ni sahihi kwa wakati sahihi katika timu ya taifa ya Tanzania. Japokuwa Tanzania wametolewa, lakini wameonyesha hali ya kupambana katika mechi zote. Hii ni mechi ambayo wamecheza vizuri, wamecheza kwa spirit kubwa, wameonyesha kwamba wao wana kitu katika AFCON inayokuja. Wao pia ni wenyeji wa AFCON, hivyo kama Morocco amebebwa kama mwenyeji, na je, Tanzania yeye katika uandaji wake wa AFCON anatakiwa ajiandae ndani ya uwanja pamoja na nje ya uwanja, kwa sababu Morocco aliweza kujiandaa nje ya uwanja pamoja na ndani ya uwanja. Ndio maana hata referee katika matukio ambayo yalikuwa ni ya kutoa kadi au matukio ambayo yalikuwa anaweza kuamua kitofauti, yeye alikuwa anaamua kisimpo. Wachezaji wa Tanzania atakichezewa faulu za namna gani, yeye anaamua kirahisi, kwa sababu mechi yeye alikuwa imeshamshinda, mechi ilikuwa imempalia, lakini aliendeleza mechi hiyo. Kama unavyojua viongozi wakubwa wote wa soka duniani alikuwepo, ikiwemo rais wa FIFA alikuwepo, rais wa CAF pia alikuwepo katika mechi hiyo. Kama unavyojua mechi ilikuwa ni mechi ya 16 bora, lakini imechezeshwa ikiwa ina makosa mengi. Hata kama wewe sio referee, kuna makosa ambayo ni ya wazi kabisa yanaonekana katika mechi hii ambayo referee amezingua au ameharibu, ameboronga mechi. Kiufupi, mechi ambayo ilikuwa ni nzuri, mechi ambayo ilikuwa ni kama nusu finali ya AFCON au finali yenyewe, kwa sababu Tanzania walikuwa compact sana. Tanzania hii mechi waliendea vizuri, approach yao ilikuwa ni ya hali ya juu, waliwasoma Morocco nje ndani, hivyo Morocco walipata tabu kulikweli. Hata walipopata goli moja hawakuamini, walishangilia kwa nguvu, walifanya mpaka mashabiki wao washe tochi uwanjani, kwa sababu mechi ambavyo walitarajia itakuwa na walivyokutana nayo ni vitu vile tofauti, kwa sababu wamezoea Tanzania ni timu mchekea, ni timu laini, timu ambayo wanaweza kuipiga wakati wowote, lakini walivyokutana nayo katika uwanjani waliona kwamba mechi ni ngumu, ni mechi ambayo inaweza ikawapalia, mechi ambayo inaweza ikawashinda, mechi ambayo hata wenyewe waliona kwamba wanaweza kufungwa, kwa sababu Tanzania walipoteza nafasi mbili kubwa za wazi, nafasi hizo ambazo zilikuwa zinaweza kufikisha Tanzania robo finali na Tanzania kuandika historia. Kama unavyojua kucheza tu 16 bora ni historia kubwa sana kwa taifa la Tanzania, kwa sababu toka limeanzishwa halijawahi kucheza hatua ya 16 bora, lakini pale walipocheza katika hatua hiyo ya 16 bora, hapo ndio sehemu ambako wametapeliwa. Watu wengi wameandika komenti zao. Kuna mmoja hapa amekuja ameandika komenti, lakini wengine wameandika mpaka matusi kutokana na uchungu na maumivu ambayo amepata kutokana na timu yao ilivyocheza. Imepambana kweli kweli, imewasurprise watu. Huyu bwana anasema kwamba Tanzania tumepambana kweli kweli, tumevuja jasho jingi uwanjani, lakini referee ametufanyia kitu ambacho sio cha kiungwana, kwa sababu timu yake ya Mali imepita. Sisi wa Tanzania anatunyonya. Kwanza yeye ni mweusi tu kama sisi, inakuwaje anawafagilia Waarabu kutoka Morocco? Lakini wengine pia amekuja ameandika comment yake na kusema kwamba Morocco hii mechi wamebebwa kweli kweli, kwa sababu hii mechi sisi Tanzania tulikuwa tumeshaicheza nje ya uwanja na tumeicheza ndani ya uwanja. Watu wengi wameona, dunia nzima imeona kwamba Tanzania inajua kucheza mpira. Morocco wamebebwa, tumenyimwa penalti ya wazi, lakini tunarudi kivyengine, kwa sababu AFCON inaopita tunaiandaa sisi. Basi hizi figisu zote watakuja kukutana nazo Tanzania, hizi figisu zote watakuja kukutana nazo, labda wasiwe katika kituo chetu cha Tanzania. Lakini unavyojua bana, maoni ni mengi na wadau ni wengi kulikweli, wana kila mmoja anashusha maoni yake na wengine